Na Mwalimu Meshak kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba Rais William Ruto ametangaza kuwa Kenya iko njiani kuwa taifa la dunia ya kwanza, akieleza mpango mkubwa wa kuibadilisha nchi kupitia kuidhinishwa kwa hazina ya kitaifa wa miundombinu. Maono ya rais yanajumuisha ukusanyaji wa hadi shilingi trilioni 5 kufadhili miradi mikubwa ya miundombinu na viwanda. Hata hivyo, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Mike Kagongo, licha ya uzito wa maono hayo, wakosoaji wanaibua maswali wapo Kenya, taifa linalokabiliwa na changamoto kubwa za kijamii na kiuchumi, iko tayari kwa hatua hiyo kubwa. Huku serikali ikifanikisha kuidhinishwa kwa hazina ya kitaifa ya miundombinu, maono ya rais ya kubadilisha Kenya na kumbana na uchunguzi mkali. Ingawa lengo linaeleweka wazi, njia ya kulifikia bado ina maswali si haba. Huku wakosoaji wakionyesha pengo linaloongezeka kati ya matarajio ya taifa na hali halisi. Akizungumza Jumapili katika kaunti ya Kiambu, Rais William Ruto alitangaza kuwa safari ya kuibadilisha Kenya kutoka taifa la dunia ya tatu hadi dunia ya kwanza ingeanza rasmi hii leo Jumatatu kupitia kuidhinishwa kwa hazina ya kitaifa ya miundombinu. Hazina inayolenga kufadhili miradi mikubwa itakayochochea ukuaji wa uchumi na kuboresha maisha ya Wakenya. Hazina hii inalenga kukusanya shilingi trilioni 5 kufadhili miradi muhimu ya miundombinu na viwanda. Pendekezo hilo sasa limeidhinishwa rasmi na baraza la mawaziri. Katika kikao kilichofanyika ikulu ya Nairobi hii leo, baraza la mawaziri liliidhinisha kuanzishwa rasmi kwa hazina ya kitaifa ya miundombinu pamoja na hazina ya kitaifa ya ustawi wa taifa, hatua inayofungua njia ya mpango wa uwekezaji wa shilingi trilioni 5. Mpango huo unategemea rasilimali za ndani, uuzaji wa mali za umma pamoja na uhamasishaji wa mitaji kutoka kwa sekta binafsi. Serikali inasema kuwa kila shilingi itakayowekezwa kupitia hazina hiyo inatarajiwa kuvutia hadi shilingi 10 zaidi kutoka kwa hazina ya pensheni, wafadhili wa maendeleo na wawekezaji binafsi, huku ikipunguza utegemezi wa mikopo na ongezeko la kodi. Baraza la mawaziri pia lilikubaliana kuwa mapato yote yatakayopatikana kupitia ubinafsishwaji yataelekezwa moja kwa moja na kwa matumizi maalum katika miradi ya miundombinu pekee. Hii mpango yote mimi nawasihi na waomba, wakati niliwaeleza tutajenga manyumba, tutajenga masoko, tutajenga hostels, wengine hawakuamini. Hata hivyo, huku Nairobi pekee ikiwa na zaidi ya wakazi milioni 4.4 ikilinganishwa na nchi nzima ya Singapore yenye takriban watu milioni 6.1, maswali yanaibuka kuhusu uwezekano wa kufanikisha mageuzi hayo. We are coming to launch a trillion fund in Kenya today, or we are planning to do that. Can the government first face Kenyans and explain one sequentially from number 1? Where has the 4 trillion Kenya shillings the government has borrowed gone to? Kazi iliyo mbele ya serikali ni nzito. Rais William Ruto anaposisitiza nidhamu, uwekezaji na mageuzi ya kiuchumi, Kenya bado inakabiliwa na uhaba wa huduma muhimu, zikiwemo ukosefu mkubwa wa ajira na kuongezeka kwa umaskini. Je, taifa liko tayari kweli kwa mabadiliko yanayolinganishwa na mafanikio ya Singapore? We must cease to become politicians all the time as leaders and become leaders instead. Because, you know, the issue of promising all the time. I'm MP for Kiharu. If I call a baraza in Kiharu and only sell what I want to do, what does that mean about what I have done? Huku rais akisisitiza mipango mikubwa ya miundombinu, mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro anaonya kuwa ahadi za kisiasa hazipaswi kufunika changamoto halisi za kijamii na kiuchumi, akirejelea kupunguzwa kwa fedha za elimu na matatizo katika sekta muhimu. Nyoro anasema serikali lazima iwajibike kwa matendo yake wala si maneno pekee. The close to 4 trillion we have borrowed, besides having been made it possible for basic education to be free and tertiary education to be free, every constituency would have been seeing 12 billion worth of development projects not being launched but finished
and completed. Iwapo Kenya itaweza kuiga maendeleo ya haraka ya mataifa kama Singapore, itategemea si ukubwa wa uwekezaji pekee, bali uwezo wa kushughulikia misingi muhimu ya elimu, afya na kupunguza umaskini. Kwa sasa, mpango mkubwa wa rais unakabiliwa na changamoto ya kubadilisha ahadi kuwa uhalisia. Mike Kagwango, TV47, Nairobi. Asante sana.